Akizungumza na wajumbe wa kikundi cha Amani nchini pamoja na vyombo vya habari, mwenyekiti wa kikundi hicho nchini amesema tusije tukasawishiwa na watu baadhi ambao hawaitakii mema nchi yetu, ambao wanashinda kwenye mitandao ya kijamii kuanza kutukana, kutushawishi sisi vijana tuweze kuiona serikali ni mbaya. Huku sivyo. Kwa hiyo kama nyinyi wajumbe wa vikundi tofauti hapa mkoa wa Tanga, pelekeni hii elimu kwa wanachama wenzenu, muwaeleze kwamba dhamira ya Mama Samia kila mtu aweze kupata bima ya afya. Kwa upande wake, mwanasheria wa kikundi hicho mkoani Tanga, Umi Salim, amesema watahakikisha wanatoa elimu katika kata zote kuhusu fursa ya utoaji wa mikopo ya 10% ambayo imekuwa ikitolewa na halmashauri za wilaya kuitumia ipasavyo ili kujinufaisha kiuchumi. Sababu hata hiyo mikopo ambayo inatolewa ya 10%, kuna watu wanapotosha watu kwamba wanawapa ni watu binafsi na ni watu wanaowajua. Kumbe sio hivyo. Kutokana na elimu duni waliokuwepo nao Tanzania wengi, inasababisha kwamba mtu anakwamishwa na mwenzie kwamba ukifika pale wanapeana yenyewe kwa yenyewe, lakini hawafuati sheria na kanuni za vitu vinavyotakiwa, kwa sababu mtu anakwenda pale dakika 2 anataka apate hela siku hiyo hiyo. Kwa hiyo apewe elimu ya kutosha kwamba mkopo unachukua muda huu na huu. Kufuatia hatua hiyo, makamu mwenyekiti wa kikundi cha Amani nchini, Rehema Kanyama, akisoma risala kabla ya kumkaribisha mwenyekiti, amesema tunampongeza kwa kutekeleza ahadi yake ya siku 100 za kufanikisha malengo yake na ahadi kwa Watanzania. Katika kipindi cha siku 100 za mwanzo wa uongozi wake, Mheshimiwa Rais ameonyesha dira, uthubutu na busara katika kuliongoza taifa. Miongoni mwa mambo yaliyotekelezwa ndani ya siku 100 ni pamoja na kufanikisha mpango wa kutekeleza bima ya afya kwa wote kuanzia Januari 26 mwaka huu. Aidha, Mheshimiwa Rais alitoa kibali cha ajira 12,000 kwa vijana wa Tanzania wenye sifa stahiki katika sekta za afya na elimu. Kutoka hapa katika halmashauri ya jiji la Tanga iliyopo katika jiji hili la Tanga, ni William Mgazija, ITV.